tuweze kuanza kipindi chetu asubuhi ya leo na tuweze kuamini na kuomba. Baba mwema, tunakushukuru tena katika asubuhi nyingine njema. Asante kwa rehema na fadhili zako. Asante kwa namna ambavyo umetupa ulinzi usiku mzima na umeturejesha tena sehemu hii kwa ajili ya kupata maongozo na maelekezo yako katika siku nyingine mpya. Jina lako na lihimidiwe sana. Tunakualika ukaweze kutamalaki sasa toka tunapoanza mpaka mwisho. Utukufu, enzi na heshima ni vyako milele na milele. Amen. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Hapa nazunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza. Hivi nitaweza Bwana ni mwema na wakati wote. Somo letu la kesha la asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema amana katika benki ya mbinguni. Inatoka katika Yakobo 1:27. Nayo inasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Huruma kuu ya Kristo iliamshwa kwa ajili ya wanadamu walioanguka na wanaoteseka. Ikiwa mnataka kuwa wafuasi wake, lazima mjenge tabia ya huduma na utu wema. Wajane, yatima, wagonjwa na wanaokufa watahitaji msaada daima. Kumshikilia Yesu aliye hapa, kuna fursa ya kuhubiri Injili, kumshikilia Yesu aliye tumaini na faraja ya watu wote. Saa zitumiwazo mara nyingi kwenye maburudisho ambayo hayahuishi mwili wala nafsi zinapaswa kutumiwa katika kutafuta kumsaidia mtu aliye katika uhitaji. Kila fursa kumsaidia ndugu mhitaji au kusaidia kazi ya Mungu katika uenezaji wa Injili ni lulu ambayo unaweza kuitumia kabla na kuwekeza katika benki ya mbinguni kwa ajili ya ulinzi. Upendo, utu wema, kujikana nafsi, haya hayapotei kamwe. Wakati wateule wa Mungu watakapobadilishwa kutoka kuwa wenye ukomo hata kutokuwa na ukomo, maneno na matendo yao
mema yamedhihirishwa na yatahifadhiwa katika zama zote milele. Kupitia kwa ustahimilifu wa haki ya Kristo tuliopewa, uzuri wa maneno na matendo hayo unatunzwa milele. Wapendwa, kesho letu la siku ya leo linatukumbusha namna ya kutenda mambo mema ili kujiwekea katika hazina kuu ile ya mbinguni. Tunapoelekea katika hizi siku za matendo ya huruma, pia tunapaswa kutembelea watoto yatima, kuchangia damu iliyo salama na kutembelea katika gereza lile la watoto. Sasa wapendwa, ni swali lako, ni swali langu. Kama kufanya mambo yaliyo mema tunajiwekea hazina katika ile benki kuu ya mbinguni, je, tunafanya hivyo? Tumejiwekea hazina katika benki kuu ya mbinguni? Tunaomba Mungu atusaidie ili tuwe na hazina ambayo iko katika ile benki kuu ya mbinguni ambayo Mungu ametuandalia. Tupige magoti tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba Mwenyezi, asante kwa asubuhi nzuri hii ya leo. Asante pia kwa somo lako zuri ambalo umetukumbusha kutenda kazi yako. Mfalme wa amani, tusamehe ikiwa tumeenenda tofauti na mapenzi yako kwa kuwaza na kwa kutenda. Yesu, tunaomba toba na msamaha mbele zako. Baba, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu, kwani haya yote ambayo tunayofundishwa, bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya chochote. Na hata kwa sababu Yesu ulipopaa ulituachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Yesu, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tufundishe kuisikia sauti yake na kuitii, ili tuweze kujiwekea hazina kuu ile ya mbinguni. Baba, tufungulie milango ya baraka katika kuifanya kazi yako. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Tubariki sote, na zaidi ya yote tukumbuke katika kitabu chako kile cha uzima. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Mwimbieni wimbo mpya kwa sauti ya shangwe kuu. Kazi yake yote huitenda kwa uaminifu kwetu. Tupata fadhili za Bwana, tumwabudu na tumsifu, ni mtakatifu. Haleluya, mfalme wetu, kwa heshima na unyenyekevu na kwa kushukuru, kwani ni mwaminifu, ni mtakatifu, hata malaika
mtakatifu, hata malaika wanamuabudu. Haleluya, amina. Tusiogope mabaya, Bwana yu pamoja nasi. Inua tuangukapo katika njia za haki, Bwana ndiye hutuongoza. Tumwabudu na tumsifu, ni mtakatifu. Haleluya, mfalme wetu, kwa heshima na unyenyekevu na kwa kushukuru, kwani ni mwaminifu, ni mtakatifu, hata malaika wanamuabudu. Haleluya, amina. Ni mtakatifu, hata malaika wanamuabudu. Haleluya, amina. Tena hodari wa vita, huyo ni Mungu wa mbinguni, Bwana mwenye nguvu, Mungu wa wokovu wetu. Tumwabudu na tumsifu, ni mtakatifu. Haleluya, mfalme wetu, kwa heshima na unyenyekevu na kwa kushukuru, kwani ni mwaminifu, ni mtakatifu, hata malaika wanamuabudu. Haleluya, amina. Tumwabudu kwa unyenyekevu, tena kwa kushukuru. Haleluya, amina. Tumwabudu kwa unyenyekevu, tena kwa kushukuru. Haleluya, amina. Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia asubuhi nyingine nzuri. Siku ya leo inaonekana kuwa siku njema, na tunawaalika wote ambao mnatufuatilia kupitia mitandao, ambao mnaungana nasi katika
ibada ya asubuhi ya leo ya Sunrise Blessings kutokea hapa kanisa la Adventista Magomeni. Mungu awabariki mahali popote pale mlipo. Ninachukua nafasi hii kuwashukuru wote kwa kuendelea kuhudhuria katika ibada hizi hapa kanisani, lakini pia kuendelea kufuatilia huduma hii kutokea mbali na kuiombea pia. Nina imani kabisa kwamba Mungu ameendelea na ataendelea kutubariki tunapokuwa katika huduma hii inayofanyika kila siku kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa katika kila juma. Tuendelee kuiombea huduma hii kwa sababu imani yangu kwamba Mungu anabadilisha maisha ya watu wengi kupitia baraka hizi zinazopatikana katika Sunrise Blessings. Na nimeombwa kuwajulisha kwamba siku ya leo ni siku ya Ijumaa, na kwa hiyo tutakuwa na programu ambazo zitafanyika hapa kanisani kuanzia saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo weka ratiba yako vizuri, weka mipango yako vizuri, na pata nafasi ya kuja hapa kanisani ili tuweze kufurahi pamoja katika mianzo ya masaa matakatifu ya siku maalum sana ya ibada ambayo Mungu ameitenga na kuagiza kwamba watu wote wakutane pamoja naye. Kwa hiyo karibuni jioni saa 12 hapa kanisani ili tuweze kupata baraka hizi pamoja. Ninachukua nafasi hii pia kumshukuru Mungu na kushukuru uongozi wa kanisa na wana Magomeni wote kwa kunipatia mwaliko wa kuja kupokea baraka hizi pamoja nanyi hapa kanisani. Ninaona kwamba ni heshima kubwa ambayo nimeipata kufika katika nyakati hizi za maombi na kupata wasaa wa kuzungumza na Mungu. Bila shaka juma hili lilikuwa kwa ajili yangu, na ninashukuru kwamba nimepata nafasi ya kukutana na Mungu katika nyakati hizi za maombi. Basi siku ya leo tutakuwa katika somo la 5 miongoni mwa yale masomo matano tuliyochagua yenye dhima inayosema fufuo 5 za kushangaza. Leo tuko katika kitabu cha Mathayo sura ya 28. Tutadokeza kidogo tu habari ya ufufuo wa Yesu Kristo. Nitasoma aya ile ya 5 na aya ile ya 6. Ikiwa uko na Biblia yako, tafadhali unaweza kufuatilia. Biblia inasema, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Naomba nirudie maneno haya, ni mazuri sana. Biblia inasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Hili ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo, na Mungu wetu atuongoze katika tafakari hii kwa uzuri, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mambo yalianza kuwa mazito katika sura ya 74 ya kitabu kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote.
Sura inaitwa Gethsemane, bustani ambayo Yesu alikuwa amezoea kuitembelea mara kwa mara, lakini safari hii ilikuwa ni tofauti na safari nyingine zote zilizofanyika huko nyuma. Alipoingia tu katika ile bustani, nabii anasema katika sura ya 74 kwamba uso wa Yesu ulibadilika. Of course ilikuwa kwa sababu ile hatia ya ulimwengu ya dhambi ilikuwa imewekwa katika mabega yake, na sura inaeleza kwamba majeshi ya shetani katika umoja wao yalikuwa yamekusanyika ili kuweza kumtia hofu, wasiwasi na hali ya kukata tamaa Yesu Kristo asiweze kwenda kukabili msalaba. Pressure ilikuwa kubwa juu ya mabega yake, na hatma ya ulimwengu wetu, maisha yako na maisha yangu, ilikuwa katika balance. Giza ilikuwa mbele ya uso wa Yesu, ingawa ilikuwa ni mchana na jua halijazama. Lakini basi shetani aliendelea kufanya kazi yake ambayo daima amekuwa akiifanya, kazi ya kukatisha tamaa, kazi ya kurudisha nyuma juhudi njema ambazo daima huwa zinafanyika. Hali imekuwa ni ngumu. Yesu yuko katika maombi kwa sababu ya pressure, mapigo ya moyo yanakwenda juu, damu inasukumwa kwa kasi sio ya kawaida, kiasi cha kutosha kupasua mishipa ya damu, na jasho linalotoka ni mchanganyiko wa jasho la kawaida na damu. Baadaye wanafunzi wake wamelemewa sana na vita, wakakimbia. Yesu ametembea na msalaba, anakwenda Golgotha, mahali ambapo mateso yake yalifanyika. Na kote hapa shetani amekuwa akimwambia, kata tamaa, rudi nyuma, kwa sababu nitakuletea maumivu mengi, nitakuletea mateso makubwa, na wale ambao unaenda kuwafia msalabani wamekukimbia, hawawezi hata kusimama na wewe. Kwa hiyo Yesu, rudi nyuma, kata tamaa, achana na hii kitu, hutaweza kufanikiwa. Vile vile ambavyo shetani hukatisha tamaa watu wa Mungu katika safari yao ya imani na kukwambia huwezi kufika mahali popote, na kukukatisha tamaa kwa magonjwa, kukukatisha tamaa kwa maisha magumu, na kukwambia nitaendelea kufanya hali iwe mbaya kwako, nitahakikisha umefukuzwa kazi kwa sababu ya imani yako, nitahakikisha wafanyabiashara wenzako wanakutenga, maana wewe muda fulani unautumia kwa ibada wakati wenzako wanapambana kutafuta pesa. Nitahakikisha ndugu, jamaa na marafiki wamekutupa, wasiwe pamoja na wewe. Nitafanya baba yako na mama yako akukatae, sauti ya shetani ikikukatisha tamaa. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo kwamba katika safari hii ya imani hauko peke yako. Njia unayopita kimsingi sio ngumu sana kama ile Yesu aliyopita akiwa amebeba msalaba mzito mabegani mwake, viboko vikiwa katika mgongo wake, dhihaka na matusi katika masikio yake, vipigo vya mijeledi vilichubua ngozi yake, matusi, kudhihakiwa, kutukanwa kwa kila namna, kuchekwa na watu ambao hawakujali maumivu aliyokuwa nayo.
vyote viliambatana pamoja naye katika mateso yale. Alipoinuliwa katika msalaba, majeshi ya shetani yalikusanyika mahali pale kushangilia na kuchochea mateso ambayo Yesu alikuwa akiyapata. Na mbinu ya shetani ilikuwa kumkatisha tamaa Yesu Kristo aishie njiani katika safari ile ya ukombozi ambayo kimsingi alikuwa anaifanya kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Maumivu na mateso ambayo Yesu aliyapata yalikuwa mateso ambayo shetani alikuwa amekusudia wewe na mimi tuyapate wakati alipoingiza dhambi katika ulimwengu huu. Baada ya mateso mengi, baada ya vipigo, Yesu alikufa pale msalabani kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Na kwa sababu ya kupigwa kwake, wewe na mimi tumekombolewa. Kwa sababu aliustahimili msalaba, wewe na mimi tunaweza tukasamehewa dhambi zetu. Kwa sababu Yesu Kristo alistahimili matusi yale, aliikubali ile aibu kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Kwa sababu Yesu hakujali hali ya kukatishwa tamaa kuliko sababishwa na shetani. Kwa sababu Yesu hakuhesabu maumivu yale ya msalaba, wewe na mimi tunaweza sasa tukawa na taji ya ushindi katika vichwa vyetu, tukaingia katika ule mji mpya Yerusalemu kwa furaha na kwa ushindi, kwa sababu Yesu Kristo aliustahimili msalaba, na jina lake lipewe sifa milele na milele. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, shetani hakuishia pale. Ukienda katika sura ya 81 ya kitabu kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, paragraph 2 ya kwanza inaeleza kwamba siku ile ya tatu kabla hapajapambazuka, shetani alikuwa na mikakati madhubuti kabisa ambayo aliiweka kuhakikisha kwamba Yesu hatoki katika kaburi lake. Alikuwa ameweka pale maaskari waliokuwa hawana imani na nguvu za Mungu, ambao walikuwa wamejazwa na uvuvio wa adui wa Wakristo wote na wampendao Mungu wote, shetani na ibilisi. Alikuwa amehakikisha kwamba wale askari wanaweka ulinzi mahali pale ili kwamba Yesu asitoke kaburini, maana alikuwa amesema kwamba siku ya tatu angalifufuka. Lakini pia sura hii inaeleza, sura ya 81 inaeleza kwamba kulikuwa na ulinzi wa malaika waovu wasioonekana. Majeshi yote ya shetani yalikuwa yamekusanyika na kuwa pale kaburini kuhakikisha kwamba Yesu Kristo hatoki katika lile kaburi. Lakini ambacho hawakujua walio wengi ni kwamba uungu wa Yesu haukufa, ila ubinadamu wa Yesu ulikuwa umekufa. Na kwa hiyo asubuhi ile siku ya tatu, uungu wa Yesu ukauamsha ubinadamu wa Yesu, na Yesu uhai wake ukarejea tena. Malaika Gabriel ambaye alitumwa kutoka katika kiti cha enzi akashuka kama umeme kuja mpaka pale kaburini, na utukufu wa Bwana ulikuwa umetangulia mbele yake. Majeshi yote ya shetani yaliyoungana na majeshi ya kibinadamu hayakuweza kuzuia nguvu ya Gabrieli, hayakuweza kuzuia nguvu ya Yesu Kristo. Na malaika yule akaja akaliondoa jiwe lililokuwa limezuia kaburi la Yesu Kristo, akamwambia Yesu, inuka, maana baba yako yuko juu mbinguni anakusubiri. Palikuwa na tetemeko kubwa, maana jemadari wa majemadari amepiga bomu la mshindo wa kufufuka kwake, ambalo mashetani hayawezi yakastahimili. Kamba za kaburi haziwezi zikastahimili, vifungo vya kifo haviwezi vikastahimili. Na Yesu akatoka katika lile kaburi akiwa mshindi. Wale akina mama waliokuja kumtazama Yesu na kuangalia mahali ambapo alikuwa amezikwa ili waweze kumfanyia huduma, wanakutana na malaika, na malaika anawaambia Yesu hayupo mahali hapa, amekwisha kufufuka. Njooni mtazame
atazame mahali ambapo alikuwa amelazwa kaburini. Na kwa sababu Yesu Kristo amefufuka, kwa sababu Yesu hayupo tena kaburini, kwa sababu Yesu anaishi, kwa sababu Yesu amezitikisa nguvu za shetani, tuna ujasiri wa kuikabili kesho inayoonekana inatisha. Tuna ujasiri wa kukabili habari mbaya tunazozisoma katika magazeti na kuzisikia katika vyombo vya habari, kwamba sijui mafuta yamepanda, kwamba sijui kuna mabomu ya kutisha wapi, kwamba kuna mahali kuna njaa, kwamba kuna mahali kuna matetemeko, kwamba uchumi wa dunia umeyumba, kwamba magonjwa ya mlipuko yamekuwa ni mengi, kwamba hali zimekuwa za kutisha kiasi gani. Tunaweza kuzikabili maana Yesu ameushinda ulimwengu. Biblia nasema akiwa Yesu amesimama upande wetu, hakuna anayeweza kusimama kinyume chetu. Ninaomba hili neno liwe neno la matumaini kwako asubuhi ya leo unapokwenda kuikabili siku. Na sijui kwamba shetani amepanga majeshi mengi kiasi gani kuhakikisha kwamba hautoboi, kuhakikisha kwamba hausongi mbele, kuhakikisha kwamba unarudi nyuma, kuhakikisha kwamba unakufa, kuhakikisha kwamba elimu yako haiendi mahali popote, kuhakikisha kwamba vipawa vyako havitumiki. Sijui shetani amejipanga kiasi gani, lakini ninalojua ni hili: Yesu akiwa upande wako, hakuna cha nguvu za mashetani wala majeshi ya kibinadamu yatakayosimama kinyume chako. Lakini zaidi ya hayo, wapo wale ambao wamefungwa na kamba za uovu hata wasiweze kujitikisa tena katika maisha yao ya imani. Wako wale ambao wamekuwa waraibu wa matendo mabaya yasiyofaa na wamejitahidi kujinasua katika kamba hizo, wameshindwa. Asubuhi ya leo ninahitimisha kwa kukukumbusha kwamba Yesu alikwisha kushinda kwa niaba yako. Unachohitaji ni kurudi tu nyuma yake na ujifiche kwake aliye mwamba wenye imara. Utakuwa salama na atakuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asubuhi ya leo naomba niwaalike msimame na msogee hapa tena tunapokwenda katika saa ile ya maombi. Yesu alitupenda kiasi cha kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Na kama alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili yetu, kama alikuwa tayari kwenda kaburini akaishi baada ya kukishinda kifo, uwe na uhakika hakuna kitu chema atakachokuzuilia. Uwe na uhakika hakuna vita ngumu dhidi ya watoto wake ambayo hata kwenda kupigana kwa niaba yao. Ikiwa alikuwa tayari kufa kwa ajili yako, hawezi kushindwa kukupigania pale ofisini ukidumu kuwa mwaminifu. Hawezi kushindwa kusaidia familia yako ikiwa utamtumaini. Hawezi kushindwa katika vita za kimwili, vita za kiroho, vita za kijamii, vita za kiakili. Hawezi kushindwa kukupigania kwa niaba yako. Yuko mahali hapa, yuko katika mawimbi ya mtandao. Anatamani asubuhi ya leo afanye maagano na wewe tena. Kama shetani bado angali akinong'ona kwamba hakuna kitakachofanyika kwa ajili yako kukupatia ushindi dhidi ya dhambi, nina habari njema kwa ajili yako. Nguvu za dhambi ni mauti, na nguvu za mauti ni dhambi. Yesu amevitikisa vyote viwili. Atakupigania, atakusamehe, atakupa maisha mapya, atakupa mianzo mipya. Unaweza kuwa mshindi katika nguvu za Yesu, kwa sababu Yesu anakupenda na anakualika katika
pendo lake. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Tunaweza kuhubiri kwa ujasiri. Tunaweza tu kuchagua wakati mwingine kupata hata hasara ya vitu vya dunia hii, ikiwa tutachagua mambo mawili na tunatakiwa kuchukua mojawapo. Tutachagua tu kuja kwenye msalaba, kwa sababu tunajua katika msalaba kuna nguvu, tunajua katika msalaba kuna ushindi. Kama tutaitwa kuchagua upande mmoja wa kusimama Yesu, sisi tunachagua kusimama upande wako, kwa sababu wewe daima tukiwa kwako utatushindia yote. Asante kwa ushuhuda wa kifo cha msalaba, na asante kwa ushuhuda wa ufufuo pale kaburini alfajiri ile ya Jumapili mapema. Tunaomba siku ya leo tena kuwe na ufufuo mwingine katika mioyo yetu. Tutoe katika vifo vya dhambi, tutoe katika vifo vya kila namna, utupatie tena uhai, maana wewe ndiwe huo ufufuo na uzima. Na ikiwa tutatembea kwenda uzimani, wewe ndiwe hiyo njia. Asubuhi ya leo tupatie ufufuo kwa kadri ya kila mtoto wako anavyoomba, kwa kuwa tumeamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tukuza Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kujumuika katika ibada hizi za Sunrise Blessings kuanzia Jumatatu hadi siku ya leo ya Ijumaa. Mungu awabariki sana. Kwa namna ya kipekee tunamshukuru mchungaji Almodad Nyaragwira, amekuwa ni baraka katika juma hili. Mungu ambariki sana. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa tunakushukuru sana mchungaji. Lakini pia kwa juma hili tumebarikiwa na ibada za maombi kutoka kwa Bahati Alex. Mungu ambariki sana. Katika nyimbo tumebarikiwa na Ezekiel Mkundi, tumebarikiwa na Lancel, tumebarikiwa na Together in Christ. Niwakaribisha tena katika ibada ya Sabbath Evening Program ambayo itaanza saa 12 kamili jioni. Tutakuwa live, tutakuwa na vipindi vizuri vya uimbaji, shuhuda na kupata neno la uzima kutoka kwa mchungaji Almodad Nyaragwira. Mungu awabariki sana. Together in Christ, karibuni. Ipaza sauti yako
utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake. Piga panda ya makelele, waambie watu kweli, huduma yako iwe baraka. Tumeagizwa kuisema kweli, na tuenende kwa ushuhuda, pamoja na sheria zake. Mungu ni Mwokozi wetu. Mataifa amani hakuna, ni vita, ni dalili zake za kurudi Yesu. Ipaze sauti yako, imba, utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake. Ipaze sauti yako, imba, utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake. Ipaze sauti, imba sana, imba sana. Yesu yuaja tena, yuaja nao utukufu, utukufu kwa washindi wa dhambi, pana nuru kwao washikao kweli ya lile neno lake Mungu, wamekombolewa. Ni furaha kuvikwa taji ya ushindi, tukishinda dhambi, uzima milele. Ipaze sauti yako, imba, utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake. Ipaze sauti yako, imba, utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake. Ipaze sauti yako, imba, utangaze mahali popote ya kwamba Yesu yuaja tena, ndiye Mwokozi wetu wanadamu, yuaja kwa fahari ya Baba yake.